Jina Zuri Mbele. Umri 27. Tabia mjasiriamali mchanga mwenye akili ya kijasiri, lakini mara nyingi hufanya maamuzi kwa haraka. Historia: alilelewa katika familia maskini, alijua mapema kuwa ili kufanikiwa alihitaji kuchukua hatari. Alijua sana kuhusu teknolojia mpya na daima alikuwa na ndoto ya kujenga dunia mpya kwa kutumia akili ya kifasihi. Jina Jalal Imani. Umri 35. Tabia mtu wa siri, mwenye ustadi wa kivita, mwenye hisia za kijasiri lakini mara nyingi huwa na mtazamo wa kutafuta ukweli kwa kina. Historia: alijulikana kama mtaalamu wa teknolojia ya zamani, ameishi maisha magumu akiwa mtawa. Ana kiu kubwa ya kutafuta ukweli kuhusu nguvu ya giza ambayo ina nguvu ya kubadilisha dunia. Jina Tina Mwandiga. Umri 29. Tabia: mwandishi mcheshi, mwenye akili nzuri na mtazamo wa kidiplomasia. Ana uwezo wa kugundua ukweli kupitia uchambuzi wa kila kitu. Historia: aliandika vitabu vingi kuhusu maisha ya kale na utafiti wa kijamii. Anasaidia kila mtu kujua historia halisi ya ulimwengu na jinsi ulivyokuwa. Jina The Shadow, shushushu wa giza. Umri haijulikani. Tabia: muuaji, mtawala wa giza, mwenye nguvu zisizo za kawaida, anayekalia nafasi ya siri inayohusiana na nguvu ya giza. Historia: anaishi katika kivuli na hutawala kwa kutumia nguvu za kishetani ambazo zimejificha katika kivuli cha ulimwengu wa kisasa. Hakuna anayejua sura yake wala jina lake. Stori inaanza mji wa New Dawn, uwanja wa mikutano wa teknolojia. Watu wanatembea kwa haraka huku wakishughulika na kazi zao. Zuri Mbele amekalia meza kubwa ya utafiti kwenye jumba kubwa la mikutano la New Dawn. Alikuwa akichunguza picha za hologramu zinazohusiana na nguvu za giza. Hekima ya picha hizo inamjengea mtazamo mpya wa kutafuta chanzo cha nguvu hii. Zuri anazungumza kwa simu na Jalal Imani, akimweleza kwamba ameona picha ya kivuli inayozunguka sayari. Anaona umuhimu mkubwa wa kuchunguza kanda hii ya giza ili kutambua hatima ya dunia. Zuri, akishikilia kifaa cha utafiti, anainua mikono yake akitafuta picha ya siri inayohusiana na picha za ajabu za nguvu ya giza. Mitaani nje, mvua inaanza kunyesha. Mji umejaa anga la kutisha na hewa inavutia nguvu za giza. Pango la Zimwi, mti wa giza hapa, hewa ni nzito na giza linaendelea kupanuka. Tina Mwandiga na Zuri wamefika katika pango lenye mti wa giza ambao unasemekana kuwa chanzo cha nguvu za kishetani. Mti huu ulijulikana kama mti wa dunia. Tina anakazia macho mti huo akiona picha za ajabu za uhai na kifo. Tina anachora picha za mti huu na anabaini kuwa nguvu ya giza inaweza kuwa imefungwa na kivuli cha maisha ya zamani. Hii inamaanisha kuwa ulimwengu wao unahitaji ufanisi wa giza ili kuweza kutunza nguvu ya hali ya juu. Zuri, akiwa na soni ya wasiwasi, anaongeza kuangalia mti kwa umakini. Mti unasisimua na unabadilika kwa kasi, kana kwamba unajua kuwa wanaendelea kuchunguza siri yake. Mchezo huu wa kivuli unawaangusha kwenye shimo la giza na wanaanguka kwenye dimbwi la mabadiliko ya kale. Sene 3, shambulio la The Shadow, usiku wa kuamsha giza. Wakati dunia inaingia katika giza la ajabu, The Shadow, mtawala wa giza, anakwenda kwa siri kwenye mji mkubwa wa New Dawn. Anachukua nafasi za siri za mfumo wa dunia ili kutekeleza shambulio kubwa la kipekee. Atachoma dunia kwa nguvu za ajabu kama vile aliyejificha gizani. Zuri, Tina na Jalal wanashirikiana kutafuta njia ya kukabiliana na The Shadow. Wamejua kuwa mji utaguswa na shambulio hilo. Hata hivyo, bado hawana ufahamu wa kweli kuhusu nguvu za giza na jinsi zitakavyoshawishi hatima yao. Wakati Shadow anajificha ndani ya kivuli, vitu vingi vinapotea katika mji wa New Dawn. Ulimwengu unapozunguka kwa kasi, nguvu za giza zinapanuka kwa nguvu zaidi. Zuri, Tina na Jalal wanajiandaa kwa vita kuu dhidi ya giza, huku wakiona kila hatua inavua giza kubwa kutoka kwa kivuli cha The Shadow. Hatimaye, mabadiliko haya ya giza yanapotokea, wahusika wote wanapambana na nguvu hii ya kishetani. Walijua kuwa ni vita vya kuishi au kufa.
Katika sehemu ya mwisho ya mchezo, Zuri atafika kwenye mti wa giza na atatumia ujuzi wa teknolojia ya kisasa ili kufungua mlango wa dunia mpya, dunia ya matumaini au kuangamia. Hadithi inafikia mwisho na kila mhusika anapata mabadiliko ya maisha baada ya kushinda vita dhidi ya giza. Angalia mabadiliko haya, watu wataweza kufungua dunia mpya ya matumaini. Zuri, Tina na Jalal watakuwa na uwezo wa kuendesha ulimwengu wa kisasa kwa kutumia nguvu za kisasa na za kale. Hata hivyo, dunia itaendelea kuwa na changamoto za siri na kuhitaji ushirikiano wa watu wengi ili kudhibiti nguvu za giza kwa maisha bora. Bila shaka ikiwa umeipenda simulizi hii, usisahau kusubscribe katika channel yetu ili kupata kila video itakayotoka. Asante.